Hapa Tanzania tutazame tofauti ya uendeshaji wa nchi wa Kikwete na Magufuli. Kikwete alikuwa anaamini juu ya suala la diplomasia. Kwa hivyo kila wakati anasafiri kwenda nchi hii, kwenda nchi ile, kwenda huku, kutengeneza mahusiano haya, mahusiano wale na kadhalika. Magufuli alikuwa anaamini juu ya nguvu ya ndani. Kwa hivyo alikuwa sio mtu wa kupenda kusafiri. Alikuwa sio mtu wa kujali mataifa yanasema nini. Alikuwa ni mtu wa kujali, anaiendesha nchi kwa resources ziliomo ndani ya nchi. Samia amekuja ana mix. Anataka kutumia nguvu kubwa ya resources za ndani bila ya kudharau mahusiano ya kidiplomasia. Ndio maana unaona hata waziri wa mambo ya nchi za nje sasa hivi anatembea kila pahala kusafisha image ya nchi na kuhuisha mahusiano. Anakwenda kwenye nchi za mashariki, anakwenda kwenye nchi za Ulaya, anakwenda kwenye nchi za magharibi, kila pahala anakwenda. Lakini bado nguvu ya ndani katika nchi. Rais mwenyewe amesema kwamba tunaweza tukakosa misaada. Kwa hivyo tujiandae katika kuelekeza nguvu za ndani. Hili ni jambo hata Mwalimu alilisema wakati wa vita vya Uganda, kwa kusema kwamba tufunge mkanda. Maanake kufunga mkanda ni kwamba tunahitaji kufanya kazi ya ziada katika nchi yetu ya kujitafutia mapato, ya kujitafutia fedha, ya kukuza uchumi wetu. Kikwete, nani huyu Mkapa alikuwa kisifika, bwana kodi na askari wako wa miavuli. Kwa hivyo kila mmoja na mtazamo wake. Kuna tofauti ya uongozi wa Mzee Mwinyi na mambo ya ruksa, wakati wa Mkapa na kuruhusu vyombo vya habari na mambo mengine kadhaa wa kadhaa. Kwa hivyo influence ya kiongozi, mimi nasema wakati mwingine inasaidia kwa kiasi kikubwa. 2025 tumeshuhudia sauti ya upinzani ndani ya mfumo. Bwana Humphrey Polepole ambaye alikuwa ni balozi wa Tanzania kule nchini Cuba akajitokeza hadharani na kuanza kukosoa namna ya sera na utendaji wa serikali hii ya CCM ambayo pia yeye alikuwa ni sehemu ya serikali hiyo. Polepole amekuwa na tofauti gani ya upinzani tofauti na wapinzani wengine ambao wamekuwa wakikosoa CCM mara kadhaa? Kwanza si Polepole peke yake. Wapo kina Mpina, Ndugai, kuna baadhi ya wazee wa CCM ambao wengine waliwahi kuwa mawaziri wakuu na kadhalika. Lakini niseme mimi, mbona haya mambo sio mapya? Watu hawasome historia. Wakati wa Mwalimu kuna watu walifukuzwa ndani ya Chama cha Mapinduzi, Seif Sharifu na wenzake, na walifukuzwa wakaambiwa kaendesheni upinzani nje ya chama. Ina maana walikuwa wakiendesha upinzani ndani ya chama. Kwa hivyo walifukuzwa kwa sababu walikuwa na mitazamo tofauti katika baadhi ya masuala ambayo chama kina msimamo wake. Lakini kuna grupu la G55 walitaka serikali ya Tanganyika, wakapitisha azimio bungeni. Ni tofauti ya mawazo ndani ya chama. Chama kinaamini juu ya serikali mbili, wao wanataka serikali tatu. Mwalimu akaja akawaambia hiyo sio sera yetu, sera yetu ni serikali mbili. Akina Njelu Kasaka na wenzake. Kwa hivyo kama mtu anaona yeye anataka tatu, akatafuta jukwaa jingine. Lakini ukibaki CCM ujue sera yetu ni serikali mbili. Watu wasisahau hivyo vitu. Lakini katika mambo hayo hayo ya kuwa na huo upinzani, labda tuseme, au tofauti ya msigano wa mawazo, hata aliyekuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Horace Kolimba, yeye kama injini ya chama, katibu mkuu, alitoka public akasema chama kimepoteza, hakina mwelekeo wala dira. Sasa kwa katibu mkuu kuzungumza hivyo vitu ni vitu vizito sana. Akaitwa kuhojiwa kwenye kamati kuu, nadhani kama sikosei. Kwa bahati mbaya akapatwa na mauti, lakini alikuwa katibu mkuu wa chama. Kwa hivyo kutokea watu kuonyesha kwamba kuna vitu hawakubaliani navyo kwenye chama, tena hadharani. Hili la Polepole sio la kwanza, la Mpina sio la kwanza, la Ndugai kuonyesha labda haridhishwi na utendaji wa serikali sio la kwanza. Hata Mrema, kwani watu wanajua kilichomtoa CCM akaja TLP wakati ule, sijui nadhani ilikuwa NCCR ni nini. Alionyesha kuwa na tofauti na maamuzi yanayochukuliwa kwenye baraza la mawaziri. Kuna kitu kinaitwa collective responsibility, maamuzi ya pamoja. Sasa wewe ukiwa sehemu ya kikao huwezi kujitofautisha ukasema mimi sipo pale. Ndio maana unalazimika, kama unataka kwenda tofauti, mawili moja litokee, ama ufukuzwe au uondoke mwenyewe ujiuzulu. Kwa hivyo Mrema aliondoka. Sasa watu wajue kama
uendeshwaji wa serikali au taasisi hizi na hasa za umma haziendeshwi kwa maamuzi ya mtu mmoja mmoja, zinaendeshwa kwa maamuzi ya pamoja. Kwa hivyo kama tuko hapa tumeamua sote kwa pamoja, sawa. Kama tumeamua kwa kupiga kura, majority wamekubali, halafu wachache wamekataa, hawa wachache ni sehemu ya maamuzi ya kikao. Huwezi ukatoka wewe ukasema lakini walipopitisha ile nilikataa. Kama ni hivyo bora uondoke kabisa. Kwa hivyo lazima watu waelewe, kama ukiwa kwenye mfumo unapaswa kutetea maamuzi ya mfumo. Huwezi kuwa waziri unayepingana na maamuzi ya serikali. Ukiona huwezi kwenda na maamuzi yale na unataka jamii ikutafsiri wewe ni mtu tofauti, wajibika. Lakini huwezi kuwa huko pale pale umebaki mule mule, halafu unataka sisi tukuelewe wewe tofauti na wale. Sisi tutaona ni mchezo tu huo mnatuchezea. Pengine mmekubaliana wewe fanya hivi, yule afanye hivi, ili ionekane tuna migongano na mivutano kwa maslahi ya wananchi, na watakuoneni nyinyi kama mashujaa fulani. Hakuna hicho kitu. Kwenye collective responsibility nyote mnawajibika kwa pamoja, as a chain, mnakwenda pamoja, mnarudi pamoja. Kwa hivyo hizo ndio gharama za kuwa kwenye mifumo. Hapo jipya linaweza likawa ni hili, mzee Said Miraji, polepole ukosoaji tunaweza tukafananisha na kama ambavyo mwataja wengine kwamba hajawa kwanza katika historia, lakini yeye hayupo na kutokuwepo kwake ni mara baada ya yeye kuonekana kama yuko against ama kinyume na mfumo. Sasa hii katika mazingira ya kisiasa kuna uhuru gani wa siasa ambazo unakuwa haufanani na mawazo pengine ya chama tawala? Unajua, ningepata ugumu sana kujibu swala la Polepole kama lingekuwa lipo tu hivi, lakini swala la Polepole kama najua kama niko sahihi, so long as I know, lilipelekwa mahakamani na ilifunguliwa kesi inaitwa habeas corpus. Mimi binafsi yangu nishawahi kufungua kesi ya habeas corpus. Kuna mtu alikuwa ni mwakilishi wa jimbo la Pandani anaitwa Salim Yusuf, alikamatwa na jeshi la polisi, zikafika 48 hours I think, kama tulikuwa tunaelekea 72 hours, hajapelekwa mahakamani, na kila tunapokwenda kwenye kituo cha polisi tunaambiwa mtu huyu hayupo. Mimi kama jamaa wa karibu nikafungua kesi inaitwa habeas corpus. Wakili wangu alikuwa mwanasheria anaitwa Abubakar Khamis Bakari. Amewahi kuwa mwanasheria mkuu Zanzibar, amewahi kuwa jaji, amewahi kuwa katibu wa baraza la wawakilishi, amewahi kuwa mwenyekiti wa tume ya kurekebisha sheria Zanzibar. Ndio alikuwa wakili wangu, na yeye ni constitutional lawyer. Ile katiba 1984 wakati ule tulikuwa hatujaandika katiba 2010, yeye ni miongoni mwa walioandika ile katiba. Kwa hivyo yeye akawa ndio wakili wangu. Jaji wa kusikiliza ile kesi alikuwa ni Wolfgang Dorado, ambaye keshawahi kuwa mwendesha mashtaka mkuu wa kesi ya uhaini ya Zanzibar ya kifo cha Karume. Kwa hivyo nikafungua kesi. Jaji Dorado akaita ile session ya kwanza. Nadhani mwanasheria mkuu wakati ule alikuwa Hamidi Mwezeleni kama sikosei. Tumefika mahakamani, hakuja mwanasheria mkuu, lakini kaja wakili wa serikali. Walipofika pale, jaji akasema hii kesi ni nzito. Ofisi ya mwanasheria mkuu mara nyingi na mahakama inakuwa ni pale pale majengo yale alipoa na mdomo. Akaambia nataka mwanasheria mkuu in person aje. Nataka waliolalamikiwa wote akiwemo kamishna wa polisi Zanzibar, RPC, wote waje hapa. Kwa hivyo akasema naahirisha kesi mpaka kesho saa 3 asubuhi. Saa 11 jioni Salim Yusuf akaachwa. Yaani sisemi akaachiliwa, nasema akaachwa. Maana yake alitelekezwa katika stendi ya magari ya Wete pale, akawa anatafuta gari ya kurudi nyumbani kwake pale Kiungoni, maeneo ya Pandani. Katika jimbo lilikuwa jimbo la Pandani kabla halijachanganywa kuwa Kojani. Kwa hivyo nilipeleka hiyo kesi, na uzoefu wa hizi kesi za habeas corpus. Wewe ukizungumza nole prosecute umeshaachiwa kwa nole kwa kesi 4. Kwa hivyo naelewa nazungumza nini. Sasa
Polepole kwa ushahidi wa kimazingira wa maamuzi ya mahakama ni kwamba hayuko kwenye mikono ya dola, kwa sababu walipofungua habeas corpus, maana yake mahakama inge rule out wale wamlete Polepole, lakini wameshindwa kuithibitishia mahakama kama serikali ndiyo iliyomchukua Polepole. Sasa jambo likishamuliwa na mahakama, wewe hata kama una mtazamo tofauti, lakini ukisimama utasimama kuna maamuzi haya ya mahakama. Kwa hivyo wakati mwingine ukipeleka kesi mahakamani, unaweza kulazimika kujustify jambo au kulipinga jambo. Nikwambia hivyo kwa nini? Siku zote Wazanzibari wanadai wana serikali yao, wanadai wanataka nchi yao na kila kitu. Kuna watu 18 walikamatwa kwa kesi ya uhaini. Hii kesi ilipewa nambari ya jalada 279/98. Hii kesi ilikuwa ni ya Machano Khamis Ali na wenzake 17, maana yake jumla ilikuwa 18 dhidi ya SMZ. Hii kesi ilifunguliwa kwamba hawa wametaka kufanya mapinduzi. Kwa hivyo ni kesi tunaita ya nini? Uhaini. Walitaka kuiondosha madarakani serikali iliyopo. Kesi hii pale Zanzibar iliendeshwa Mahakama Kuu chini ya Jaji Kihio. Baadaye hawa wakakata rufaa, ikaletwa kwa jaji nadhani Robert Kisanga, Court of Appeal, ndio akaisikiliza pale Zanzibar kama jaji wa Court of Appeal. Walikata rufaa Court of Appeal. Maamuzi ya Court of Appeal yakasema kama hawa hawawezi kufanya uhaini Zanzibar kwa mujibu wa sheria. Zanzibar ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo hawawezi kufanya uhaini kwa kumuondoa rais wa Zanzibar. Yaani kumuondoa rais wa Zanzibar ni kama vile kumuondoa mkuu wa mkoa tu, kwa sababu rais wa Zanzibar kwenye jicho la muungano ni mjumbe wa baraza la mawaziri na anakula kiapo kama mjumbe wa baraza la mawaziri na anaingia kwenye kikao kama waziri. Kwa hivyo uhaini kwa mujibu wa tafsiri ni kwamba ni kutaka kuipindua serikali au kumuua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sio Zanzibar. Sasa CUF walipokuwa wanadai haki yao, wale watu 18 wale waliposhtakiwa kwenye uhaini, madhara yake ndio hayo ninayosema katika kuleta tafsiri mbele ya jicho la sheria kwamba Zanzibar sio nchi. Kiongozi wa Zanzibar huwezi kufanya treason kwa kumuua au kumpindua rais wa Zanzibar. Sasa wakati mwingine unaweza ukawa na kesi mahakamani ikaleta tafsiri tofauti na ulivyotaka. Kesi ya Polepole imewasafisha serikali. Si walifungua habeas corpus? Habeas corpus maana yake lazima uthibitishe kama huyu mtu yuko kwenye mikono ya dola. Ukishindwa maana yake umeisafisha serikali kwamba haiko naye. Sasa wakati mwingine ndio ile unaambiwa uchague kusuka au kunyoa. Kusi kama kusafirisha. Ni kama huko kwenye uchaguzi, baada ya uchaguzi ukataka kutumia nguvu ya kidiplomasia, nguvu ya kisiasa kuonyesha uchaguzi ule haukuwa wa huru na haki. Na ukaamua kupeleka kesi mahakamani. Ukipeleka kesi mahakamani tu, ukitaka kuzungumza popote mtu akwambia hilo jambo siliko mahakamani, subiri tumalize. Sasa mahakamani inaweza kukaa miaka 10. Sasa uchague kusuka au kunyoa. Napeleka mahakamani au unapambana hivi hivi kisiasa. Sasa kuna faida na hasara zake. Wakati mwingine unaweza kupeleka mahakamani lakini ukachelewa kupata haki. Ukaona kumbe afadhali ungelipambana nje. Kwa hivyo haya mambo haya ndio maana nikasema watu lazima wanasiasa wajaribu kuyatazama vizuri. Maamuzi yao wanapoyachukua, je, yatawapa majibu wanayoyatazamia? Sasa hivi ukiniuliza swala la Polepole, mimi nitamalizia tu kukwambia kama watakavyokuambia watu wengine. Kama sijui yuko wapi, sijui kama yuko hai au amefariki, sijui kama yuko kwenye mikono ya dola au yuko kwenye mikono ya nani au yuko mwenyewe kama mwenyewe. Kwa sababu watu wa dola watakwambia tupe ushahidi kama huyo tunaye sisi. Watu wamefungua kesi mahakamani wameshindwa kuprove. Kwa hivyo ukiniambia kwamba Polepole ni tofauti na wengine kwa sababu yeye haonekani, sawa, haonekani. Hata Balali haonekani.
Au umesahau kama kulikuwa na governor wa benki kuu hapa Tanzania, Daudi Balali? Hatujui, tuliambiwa amefariki sijui au vipi, lakini kwa ufupi, mwisho wa siku hakujulikana yuko wapi. 2016 mpaka 2025, mzee Said Miraji, Tanzania imekumbwa na matukio haya ya watu kutoonekana na ikisemekana wamechukuliwa na watu wasiojulikana. Sasa labda hii tunaizungumzaje? Manake je, ni serikali ama vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ni dhaifu, ama ni nyenzo tu ya kisiasa ambayo inatumika hivyo kuweza kusawazisha baadhi ya mambo ambayo yanaonekana yanawasumbua watawala? Kwanza suala hili la kuambia watu wanapotea, watu wanatekwa, mimi nafikiri tulitazame katika pande mbili za shilingi. Tusilitazame tu kwa watawala, lakini pia tutazame kwa washindani wa watawala. Tutazame katika hali ya kawaida ya maisha ya binadamu. Mimi kwa uzoefu wangu huu wa miaka niliyoishi duniani, nakumbuka baada ya mapinduzi ya Januari 12, 1964, watu wengi sana kule Zanzibar, watu hawajui tu, walipotea. Wapo walioonekana wamechukuliwa, wapo wengine hawakujulikana, na waliochukuliwa hawakujulikana wameenda wapi. Kuna watu wale ambao wanaenda kuchunga ng'ombe pale, lakini mpaka leo hawajulikani ng'ombe hao wanawachunga kwenye zizi gani, wala hawajaonekana makaburi yao wala chochote. Kuna watu walikuwa makamu wa rais pale, akina Kasim Hanga na wenzake, wengine hawajulikani wako wapi, hata makaburi yao hajulikani yako wapi. Kuna watu wameshindwa kujua wafanye matanga au ndio wafanye 40 au ndio wafanye hitima au ndio limekwisha. Hayo mambo yamekuwa yakitokea. Hayo mambo hapa Tanzania bara, msitaki niseme, kwa sababu zamani kulikuwa kuna kitu kinaitwa detention. Mamlaka alionayo rais ya kumweka mtu ndani kizuizini bila kupelekwa mahakamani. Hata wakuu wa mikoa walikuwa na uwezo kumweka mtu nadhani masaa yasozidi 24. Baadaye zikapigwa kelele, naona mamlaka sio kama yapo au yameondolewa. Lakini hata rais kulikuwa kuna kitu kinaitwa kumweka mtu kizuizini, detention. Wapo watu washaka detention hapa nchi. Ndio, hiyo sio hata Kenya kina Raila Odinga wakati fulani walikuwa detention. Sio kitu cha ajabu. Sio neno geni kwenye siasa hiyo. Sio neno geni, exactly. Hapa Tanzania watu washawekwa detention toka wakati wa Mwalimu. Tuzungumzie tathmini ya kampeni za uchaguzi. Nakuja kwenye hii watu kupotea. Ndio. Lakini kwa siku za karibuni, sio mwaka 25 tu, hata wakati wa mtangulizi wa Samia Magufuli, tulikuwa kuna malalamiko ya watu kuokotwa kwenye viroba, kulikuwa kuna malalamiko ya watu kupotea, kulikuwa kuna malalamiko ya watu kutekwa. Lakini sasa hivi nakuja bado watu wanaojulikana. Sasa wale wengine nakuja, lakini hujui ni nani. Sasa hivi hata watu mashuhuri wanapotea. Nakuja. Hata kipindi kile wapo watu walipotea wanaojulikana vile vile. Na yapo maneno yalisemwa kuonyeshwa kidole serikali. Lakini tukumbuke pia kwamba kuna mtu anaitwa Dr. Slaa. Aliwahi kuwa katibu mkuu wa Chadema, aliwahi kuwa naibu kiongozi wa upinzani bungeni, aliwahi kuwa mbunge, aliwahi kuwa mgombea wa urais kwa kupitia tiketi ya Chadema. Kuna kipindi alitoka hadharani akasema kama Chadema walikuwa wanatekana hadharani, na hayo maneno mpaka leo hakuna aliyekanusha. Sitaki niyaamini, lakini natazama aliyeyasema. Slaa na sifa nyingine ya kwamba ni kiongozi wa kiroho, na ameyasema public maneno hayo, hakushikiwa mtutu wa bunduki. Lakini pia wapo watu hapa tumeona klipu zinatembea wanatekwa, alafu baadaye unakuja kuambua ilikuwa ni magomvi ya kimapenzi na nini, akina Tarimo sijui nani yule Bigi yule. Sasa unashindwa kujua wakati gani uisukumizie mzigo serikali, wakati gani usukumizie vyama vya siasa, wakati gani usukumizie watu. Yani ni kama vile mvua imenyesha, halafu kila mtu kafungulia chemba yake, uchafu wake uingie. Hujui wakati gani useme ni watu wenyewe kawaida. Lakini all in all, maisha ya mtu ni kitu cha thamani kubwa. Katiba yetu inalinda uhuru wa mtu kuishi. Usalama wa raia na mali zao uko kwenye dhamana ya nani kwanza? Serikali. Na ndio maana jeshi la polisi tunawalipa pesa na kila kitu, walinde usalama wetu, mali zetu, watulinde.
Kwa hivyo kwa msingi huo hakuna excuse watu watakapokuwa wanakufa, watu wanapotea, tukasema jalada lake la uchunguzi halionyeshi nani kamteka ikawa ndio basi. Lazima serikali iwajibike kwa maisha ya raia wake. Lazima serikali iwajibike, aidha waliofanya wako kwenye vyombo vya dola au hawako kwenye vyombo vya dola. Wao ndio wanaoweza kutufanya sisi tukaishi kwa amani, tukaishi kwa upendo, tukaishi kwa utulivu, tukaishi kwa matumaini ya kwamba tutaamka, tutakwenda kwenye shughuli zetu na tutarudi nyumbani. Kwa hivyo hili ni jukumu nambari moja, kurudisha imani ya wananchi, uhai wao, uhuru wao wa kuabudu, wa kushiriki vikundi wanavyotaka, ikiwa vya kisiasa, wa kwenda wanapotaka, ili mradi tu hawakiuki taratibu za sheria na hawaingilii uhuru wa watu wengine. Kwa hivyo hatuwezi kulikwepa hili. Kwa hivyo kwangu mimi sitaki kuondoa lawama kwa huu mwenendo wa watu kupotea, kutekwa, kufanyaje, tukasema tu serikali haisafiki. Kwanza tushukuru kwa kipindi fulani hivi kumetulia tulia. Tuombe Mungu kutulie zaidi. Lakini serikali ina wajibu wa kutujulisha. Kwa mfano, mimi nikwambie, wewe ni daktari, kuna mtu amefariki akiwa hospitali, kuna kitu kinaitwa cause of death. Lazima ripoti yako ionyeshe huyu amekufa kwa sababu alipofanyiwa operation kuna 1, 2, 3. Huyu amekufa kwa shinikizo la moyo, huyu amekufa kwa shinikizo la damu, huyu amekufa kwa 1, 2, 3. Huyu amekufa kwa kupewa sumu, huyu amekufa kwa msongo wa mawazo, labda pengine ile sonono imempelekea depression mpaka amekata matumaini mpaka amekufa. Hali kadhalika maiti imeokotwa mtaani, lazima jeshi la polisi lifungue faili na wafanye uchunguzi na watupe majibu. Wamebaini nini? Aliuliwa? Alikufa mwenyewe? Kama aliuliwa, pafanyike uchunguzi, nani anahusika na kifo hicho. Sasa kuna vitu tumshukuru Mungu pale vinapoondoka na tumuombe Mungu visirudi tena, lakini tuweke misingi kwamba vitu hivi visirudi tena.